Tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Basi sisi wote tunajua mambo yafuatayo, lakini ni vizuri tupate kujikumbusha haya mambo ambayo yanatokea kila wakati katika maishani mwetu. Viumbe vyote vyenye kuishi vitakutana na kifo. Lakini tunaeleza kwamba ni binadamu peke yake ndiye mwenye uwezo wa kuwaza kwamba lazima maisha ya hapa duniani itafikia mwisho kwa njia ya kifo. Kifo tunaeleza kwamba kinaweza kubisha mlango, kupiga hodi katika mlango wa maisha yetu wakati wowote, na hakuna mtu anaweza kuzuilia kifo. Hayo ni mamlaka ya Mungu kuchukua maisha yetu wakati wowote. Mungu alitupa uzima bila sisi kuuliza. Anachukua uzima jinsi anavyopenda. Tunajua hata katika gorini kuna maua, na yale maua yenye harufu safi tunaelezwa kwamba haidumu kwa muda mrefu. Kwa hivyo tunaelezwa kwamba hata wale ambao tunawapenda hawa naye Mungu anawashukua na kwa sababu ya kuwashukua mapema sisi tunahuzunika kwa sababu hatukupata nafasi ya kuonyesha mapendo yetu kwa yule ambaye Mungu amemuita. Lakini Mungu anatuita ili atupe maisha ya milele. Kwa hivyo mmoja wetu anapoitwa na Mwenyezi Mungu, anaitwa na Mungu ili apate kumpa maisha ya milele, maisha yasiyo na mwisho. Tunaelezwa kwamba mtu ambaye ni mwadilifu, mtu ambaye ni mwenye haki, mtu anaweza kufa kwa ajili yake. Na pia kama mtu ni mtu mwema, mtu anaweza kutoa maisha yake kwa ajili yake. Lakini tunaelezwa kwamba Mungu amethibitisha upendo wake kwa sisi wote, kwa sababu wakati sisi wote tulikuwa katika hali ya dhambi, tumetengana na Mwenyezi Mungu, Mungu kutoa mwanae wa pekee akafa juu ya msalaba kwa ajili ya kila binadamu, sababu Mungu anawapenda watu wote. Alituumba tuweze kuishi milele. Hayo ndio mapenzi yake Mwenyezi Mungu, na ndiposa Mungu anatubariki na mali za hapa duniani ili tupate kujitayarisha katika safari ya kurudi mahali tulipotoka. Tujue kwamba tumetoka kwa Mungu. Katika filosofia, hekima ya kibinadamu, hata wataalamu wametambua kwamba mtoto anapozaliwa tunajua kwamba hilo ni tendo lake Mwenyezi Mungu.
ni Mungu anampa maisha. Wazazi wanashirikiana na Mwenyezi Mungu kuleta binadamu mwingine hapa duniani. Na kwa hivyo roho zetu zimetoka kwa Mungu. Mungu ndiye anayetupa uzima. Na kwa sababu hatukuuliza Mungu atupe uzima, Mungu anafanya mapenzi yake. Anaita kila mmoja wetu kulingana na mapenzi yake. Hatuna uhuru wa kuchagua tutakufa lini. Lakini Yesu anatuambia ya kwamba hakuna anayejua siku wala saa. Kazi yetu ni kukesha. Tusije tukadanganywa na yule mwovu shetani. Kwa hivyo katika injili ya leo, kutoka injili ya Mtakatifu Luka mlango wa 7 mstari wa 11 hadi 17, tunaelezwa kwamba Yesu alikuwa na msafara. Alifuatana na watu wengi, na alipokuwa anakaribia kuingia katika mji wa Naini, tunaelezwa kwamba alikutana tena na msafara mwingine ukitoka ndani ya mji. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu huyu mama mjane alikuwa amepoteza mwenzake, na Wayahudi walifikiria kwamba mtu anapoondoka mapema ni kwa sababu ya dhambi. Hiyo ndio ilikuwa imani ya Wayahudi. Kwa hivyo huyu mama mjane alivumilia maisha kwa sababu ya huyu kijana wake ambaye alikuwa ni kijana wa pekee. Na ingawa watu wa kijiji chake waliandamana na yeye kwa sababu ya kumhurumia, hakuna jambo lingine wangeweza kumtendea. Kwa hivyo leo tunaelezwa kwamba Yesu alikuwa anaongoza msafara mmoja, na kifo kilikuwa kinaongoza msafara mwingine. Na basi walipokutana, tunasikia Yesu alimhurumia yule mama, akakaribia jeneza, akaliguza, watu wakasimama, na tukasikia Yesu akisema maneno haya: kijana, na kuamuru amka. Yule aliyekufa akaketi, akaanza kuongea. Naye Yesu akamkabidhi kwa mama yake. Watu wote wakashikwa na hofu, wakawa wanamtukuza Mungu wakisema, nabii mkuu ametokea kati yetu. Mungu amekuja kuwakomboa watu wake. Habari hizo tukasikia zilienea kote katika Yudea na katika nchi za jirani. Na habari hizo zinatufikia katika maandiko matakatifu. Maandiko matakatifu iliandikwa kwa ajili ya kila mmoja wetu, ili tupate kuamini ujumbe wake Kristo. Tunajua Yesu alipokuja hapa duniani alianza kuhubiri, tubuni na kuamini Injili. Tubuni na kuamini Injili. Injili ndiyo habari njema. Habari njema kwa watu wote.
kumaanisha kwamba Mungu ingawa tulimwasi hakasiriki na sisi. Mungu ni Mungu wa huruma, na kwa hivyo amemtuma mwanae hapa duniani atufundishe na atuonyeshe njia ya kurudi kwa Baba. Nimesema hapo mwanzo ya kwamba viumbe vyote vitakufa, lakini ni binadamu peke yake anaweza kufahamu au kujua ya kwamba wakati utafika kwake wa kuondoka dunia hii. Kwa hivyo Mungu ndiye baba yetu, tumetoka kwa Mungu, na kwa hivyo siku yangu ikifika au siku yako ifike kama ilivyofika siku ya Labani Mwangi, ni kuondoka. Lakini swali ni hili, tutaondoka tukiwa na imani? Wale wote ambao wanabatizwa wanapokea jema za imani, yaani wanapokea jema za imani, na hizi jema za imani ni imani, sababu hakuna mtu ambaye anabatizwa ule ubatizo wa ukweli bila kuwa na imani, tena matumaini na tena upendo. Matumaini ya kwamba Mungu ni mwaminifu, atatimiza ahadi zake. Kwa hivyo Mungu anaposema tukiishi maisha mema hapa duniani tutaishi na yeye, tukiishi maisha mabaya hapa duniani kinyume na mapenzi yake tutapotea milele na milele. Kwa hivyo tunaelezwa kwamba tukirudi katika kitabu cha Mwanzo, wazazi wetu walipotenda dhambi kwa kudanganywa na Ibilisi, walitengana na Mwenyezi Mungu, na Mungu akaweka malaika wasipate kurudi katika ile shamba wapate kula matunda ya mti wa uzima. Tunaelezwa kwamba hayo matunda ya mti wa uzima ni msalaba. Ni msalaba. Tuko katika kipindi ya mfungo mtakatifu, na kuanzia wiki ijayo tutaingia katika wiki takatifu, wakati Kristo atajitoa sadaka kwa ajili yetu. Katika Injili ya Yohana anasema hivi: ninao ubatizo nitakaobatizwa nao, na nikisha batizwa nitawafutia wote kwangu. Kwa sababu tunapoangalia msalaba, Yesu amepanua mikono yake, anawakaribisha wote, na tunajua wakati alitobolewa na askari kulitoka maji na damu. Kwa hivyo watu wote wametakazwa na Mungu. Mungu anawasamehe wote, lakini ni lazima kila mmoja wetu apate kukiri, mimi ni mwenye dhambi, nimemwazi Mwenyezi Mungu na ninataka kumrudia Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kwa imani tunapopokea ubatizo tunashirikishwa katika fumbo hili la kifo au mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo hiyo ndio imani yetu, na Yesu akatuhimiza kwamba yeye ndiye njia. Hakuna njia nyingine ya kurudi kwa Baba isipo njia ya kujinyima. Kujinyima maana yake ni kutenda mapenzi yake Mwenyezi Mungu, sio kutenda mapenzi yako. Wale wote ambao wanatenda mapenzi yao kinyume na mapenzi yake Mwenyezi Mungu wanahatarisha maisha yao.
kuna hadithi, na sio hadithi, ni Yesu alitoa hiyo hadithi ya mtu mmoja aliyekuwa anatoka Jerusalem kuelekea Yeriko. Alikuwa anatoka mji wa Mungu kuelekea mji wa dunia. Inasemekana Jericho ndio mji ule wa zamani sana katika dunia. Tunaambiwa hiyo ndio safari ya mwenye dhambi. Anajitenga na Mwenyezi Mungu, na katika safari yake anakutana na majambazi, ananyang'anywa mali zake, ameachwa kama amekufa. Lakini Msamaria mwema, Wayahudi walishukia Wasamaria, na huyu ambaye alikuwa amehamiwa na maharamia alikuwa ni Myahudi. Inasemekana ukapitia huko kuhani, unaweza kusema padre, lakini katika sheria zao walikatazwa kuhusiana na maiti, wakapita kando. Tena kukaja mwalimu, catechist au pastor, naye akapitia kando. Lakini Msamaria mwema akamuonea huruma, akashuka, akafunga vidonda vyake, akampandisha juu ya mnyama wake, akampeleka katika nyumba ya wageni. Nyumba ya wageni ni kanisa. Hapo ndipo tunapata matibabu, na tukiisha pona basi tunaweza kurudi kwa Mungu. Kwa hivyo tunapomsindikisha ndugu yetu Labani, tunamsindikisha katika safari yake ya mwisho. Tuna mwili wake, tunajua tayari ametutangulia. Ni yeye ametualika pamoja na familia tuweze kuiombea roho yake. Tunaelezwa kwamba wokovu sio jambo la siku moja. Useme ya kwamba nimeokoka pale fulani. Ukombozi is a process. Sio jambo la kufanyika siku moja. Kwa hivyo tunapoishi tunahimizwa tuishi tumeungana na ndugu zetu. Na Yesu akasema, unapomtendea mmoja wa hawa ndugu zangu, unanitendea mimi. Kwa hivyo tunapowapenda ndugu zetu na kuwatendea mema, tunamtendea Yesu. Na kwa hivyo hiyo siku ikifika, ndio siku tutasikia kwamba wewe ulikuwa mtumishi mwaminifu. Sisi wote ni watumishi. Ulikuwa mtumishi mwaminifu. Ingia katika heri ya baba yako. Lakini tukiwa tunawashukia ndugu na dada zetu na kuwatendea maovu, tutasikia kwamba mimi nilikuwa na njaa, hukunipa chakula, nilikuwa mgonjwa, hukuja kunitembelea, nilikuwa na njaa, hukunipa chakula. Na watu wataanza kuuliza, ni lini tulikuona ukiwa na njaa tusikuhudumie? Na Yesu akasema, mlipokataa kuwahudumia hawa wadogo wangu. Tujue Kristo ndiye mkubwa, ndiye ndugu yetu mkubwa. Sisi wengine wote ni ndugu na dada zake Kristo. Kwa hivyo tunahimizwa tunaposidikisha mmoja wetu, tujiulize kama sisi tunajitoa sadaka. Ile sadaka inakubalika
ni sadaka ya kujinyima na kuwasaidia wengine. Kwa hivyo tuombe katika misa ya leo, kwa nguvu zake Roho Mtakatifu, Mungu aweze kutuangazia. Wafilosofia wanasema ya kwamba sisi tunafanana na Mungu sababu tumetoka kwa Mungu. Lakini tunafanana na yeye kwa njia gani? Tunajua Mungu anajua kila kitu. Kwa hivyo kwa njia moja Mungu ametujalia akili. Akili ni ya kujua kila kitu. Na wanasema akili inapendezwa na kitu ambacho ni kizuri. Kwa hivyo akili inatusaidia kutafuta ukweli. Kutafuta ukweli. Na tukisha tafuta ukweli, basi tunachagua ukweli. Kwa hivyo tuombe Mungu azidi kutuangazia. Tutambue Mungu ametujalia akili ya kujua ukweli, na tukisha jua ukweli, tuna sehemu ya pili ya kuchagua. Utachagua ukweli au utachagua uongo. Na jambo la mwisho ni kukumbuka. So intellect, will and memory. Unakumbuka njia umepitia, yale uliopata katika safari yako, na akiwa ni maofu unatubu, unajua umepotea. Kwa hivyo tuombe Mungu atusaidie kuiga mfano wake Kristo. Yeye hakurudi nyuma, ingawa alijua watu wanataka kumwangamiza, na alijua kwamba ataondoka hapa duniani wakati wake utakapofika. Kwa hivyo na sisi tuwe tunaomba ili Mungu atusaidie hiyo siku ikifika, tuwe tumemchagua. Mali za hapa duniani hatutapeleka mahali popote. Mali za hapa duniani ni za wale wanaishi hapa duniani. Na kwa sababu watu wote sio sawa, wale ambao wamebarikiwa na Mwenyezi Mungu wapate kuwabarikisha wengine. Hiyo ndio njia moja ya kupenda ndugu zetu na dada zetu. Tumsifu Yesu Kristo.